Namshukuru Mungu kunipa nafasi nyingine siku ya leo. Tulipata nafasi ya kujifunza pamoja kwa siku kadhaa zilizopita mbele, lakini kuna changamoto ambayo nilipata kidogo na kuna mambo ambayo kidogo hayakwenda vizuri. Nashukuru Mungu nimeweza kuyaweka vizuri na tunaendelea. Na tumekuwa tukijifunza habari ya somo linalosema nguvu ya sadaka. Nami nimetamani kuendelea na somo hili ikiwa leo ni siku yetu ya 6, na pia samahani, kuna siku nilirusha kipindi lakini kile kipindi hakikuonekana vizuri kwa sababu sauti ilikata. Baada ya dakika 3 ni sauti ilikata kusikika. Lakini ni changamoto za kiufundi na najitahidi kuboresha zaidi. Lakini pia nakukaribisha kwa ajili ya ushauri. Lengo ni tufanye kazi ya Mungu iende vizuri. Nipo kwenye kipindi cha kuboresha huduma yetu, naamini baada ya muda mfupi utapata kilicho bora zaidi. Mungu wangu akubariki. Leo tunaendelea kuangalia nguvu ya sadaka, na tulipoachana tuliangalia habari ya visababishi vya nguvu ya sadaka vinavyosababisha sadaka iwe na nguvu, na tuliona ya kwamba madhabahu kwanza ipate kibali kwa Bwana, Bwana kutakabali, kisha atakabali na sadaka yako. Na tukaona jambo la pili ni imani katika sadaka, lakini tumeona sasa kwamba ni Mungu kukusemesha. Imani yake ni kusikia. Unapotaka kutoa sadaka ni mapenzi ya Mungu akusemeshe juu ya sadaka unapaswa kutoa. Na tuliona kwamba Mungu alivyomsemesha Ibrahim. Pia nataka tuangalie tena mtu mwingine anaitwa Ayubu, tuone pia Mungu ni muhimu sana. Unapotoa sadaka Mungu akusemeshe wewe binafsi. Madhabahu A iseme namna ya kupeleka sadaka kwenye madhabahu B. Madhabahu A ni madhabahu ya ndani ya moyo wako, na madhabahu B ni kituo kile cha pili, ikiwa ni kwa mjini, kwa yatima, ni kanisani, ni kwenye semina, kwenye kutano nje peleka kwa makuhani. Lakini madhabahu A ni muhimu zaidi. Kitabu kile cha Ayubu 42 mstari ule wa 7 na wa 9 nitakwenda kusoma hapo. Ayubu 42 7 9. Basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno haya, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa kama katika habari zangu, kama alivyo na mtumishi wangu Ayubu. Basi sasa jitwalieni ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7, mkamwendee mtumishi wangu Ayubu, mjisongezee sadaka ya kuteketezwa, na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi, kwa kuwa nitamridhia yeye, nisiwatende sawasawa na upumbavu wenu, kwani ninyi hamkunena maneno yaliyonyoka katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Basi Elifazi Mtemani na Bildadi Mshumi na Sofani na Amathi wakaenda wakafanya kama vile Bwana alivyowaamuru, naye Bwana akamridhia Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi ni habari za Mungu, namna ambavyo pointi yetu ya msingi ni namna Mungu anavyosema nawe kwa ajili ya kutoa sadaka. Wewe ni madhabahu, kwa maana tumejengwa kama mawe, tuwe nyumba za roho, ukuhani mtakatifu, tutoe dhabihu za rohoni. Sasa wewe ni madhabahu kamili. Sasa ni vizuri sana Mungu aseme na wewe sana kabla ya kusema na kituo cha pili. Kwa nini? Ni majira siku za mwisho, manabii wa uongo wametokea na walimu wa uongo wametokea. Wengi wamedanganywa sana kwa habari ya sadaka, na yako mafundisho mengi ya sasa. Mungu amenipa neema ya kuleta ile somo ni kwa sababu wako walimu wa uongo wanafundisha na wanapotosha sana sasa juu ya masuala ya sadaka. Lakini wako mitume wa uongo, manabii wako manabii. Yasema kwamba kuna manabii wa uongo na walimu wa uongo watatokea siku za mwisho. Sasa wako manabii wa uongo wanakutabiria neno juu ya sadaka, lakini si Bwana akamwambia, isipokuwa anataka apate kitu, anataka apate maisha, anataka kitu fulani. Kwa hiyo ni vizuri sana wewe kama mtumishi wa Bwana, Mungu yupo ndani yako, wewe ni madhabahu yake. Kwa hiyo Mungu akusemeshe binafsi juu ya sadaka. Tunaona hapa watu watatu wamemkosea Mungu. Elifazi Mtemani kamkosea Mungu, kaenda tofauti na mapenzi ya Mungu.
tunaona kuna vitu wamevifanya ambavyo haviko sawa wale watu watatu. Sasa Mungu akasema na wale ndugu wa rafiki watatu wa Ayubu, akina Elifazi Mtemani na Bildadi, akasema nao kwamba hamkutenda yapasayo, hamkufanya vizuri. Akawaagiza sadaka ya kupeleka kwa Ayubu ili awaombe, na anamwambia kwamba nami nitamridhia yeye. Akasema nami nitamridhia yeye. Alikuwa ni Elifazi Mtemani, Bildadi Mshuhari na Maanathi. Wakaenda na Sofani Maanathi, watu watatu, na Mungu aliwaambia pia kiwango cha sadaka. Akawaambia na sadaka za kutoa, basi itoane ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Akawaambia wachukue ng'ombe 7 na kondoo 7 kwa sadaka. Kwa hiyo madhabahu A, Mungu alisema nayo juu ya kutoa sadaka kwenye madhabahu B. Kwa hiyo ni madhabahu, hakikisha Mungu anakusemesha swala la sadaka. Hakikisha Mungu anakuwa upande kwenye masababu. Ni nyakati ambazo wengi wamefirisika, ni kwa sababu lidanganyika kwenye sadaka. Wengi wanaambiwa kwamba toa vitu vyote Mungu atakuonekania. Kama ni Bwana amesema, ni kweli. Mama mjana Sarapta alikuwa na konzi kidogo ya unga na mafuta kidogo, lakini kwa nabii Elia aliposema neno la Bwana juu yake, mama alipotii aliishi zaidi ya miaka 3. Konzi ya kuisha na mafuta ya kusha. Kwa nini? Neno lilitoka kwa Bwana. Lakini kama nabii wangu kutabiria neno, lazima madhabahu ya ndani iongee. Unapata mafundisho mengi mitandaoni ya sasa, kila mahali kuna mafundisho, lakini unapopata mafundisho hakikisha madhabahu yako ya ndani, kama Bwana sema na kina Elifazi Mtemani, lazima sema nawe pia. Lakini pointi yangu ya msingi pia leo kwamba ili Mungu ajifunue sema na juu ya sadaka, lazima ujenge madhabahu kwa kuokoka. Wako ambao wanifuatilia hapa hamjaokoka, hamjampa Yesu maisha. Hatua ya kwanza muhimu kabisa ya kumjengea Mungu madhabahu ni kuokoka. Ni kitu cha msingi sana. Kama hujampa Yesu maisha, Biblia inasema wazi kwamba kwa moyo mtu amini hata kupata haki. Ni kweli, unaweza ukaamini kwa moyo ukapata haki, lakini anasema ukimkiri kwa kinywa utapata wokovu. Kwa kumkiri Bwana Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, unapata wokovu. Kwa hiyo unaweza ukaamini ukapata miujiza na baraka, lakini ukimkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, anakaa ndani ya moyo, anapata nafasi, anapata kituo, anakuwa ni Bwana Mwokozi, anaongoza maisha yako ili akusemeshe vizuri. Kama hujaokoka, ni muhimu kabisa leo takuongoza sala toba. Mwamini Mungu hapo ulipo, manifuatilia Tanzania na nje ya Tanzania, manifuatilia kutoka Marekani na Ulaya, maeneo mbalimbali. Mungu yuko hapo ulipo. Unapoangalia huu ujumbe, Mungu wangu yuko hapo. Kwa hiyo napokuongoza sala ya toba, amini kwamba Bwana atakusaidia. Nitakuongoza sala ya toba, lakini taomba neema Mungu ikusaidia juu ya masala. Kama alisema na kina Elifazi, akusemeshe pia juu ya sadaka ili Bwana akusaidie. Tunakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninashukuru kwa ajili ya watumishi wako wanaofuatilia mafundisho haya. Ninashukuru Baba, umeinua watumishi wako wengi kutoka mataifa mbalimbali. Ninakubariki kwa ajili ya mfuatiliaji wangu wa kipindi hiki, walioko Tanzania, walioko Australia, walioko Marekani na maeneo mahali. Baba, mkono wako ulioko hapo ujifunue mahali alipo mtumishi wako katika saa hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, umesema Baba, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi uzima milele. Nami nasimama mbele zako Bwana Baba, kwa ajili ya kuombea watumishi wako. Neema yako kwa na damu yote kafunuliwa kwake, mkono wako ufunuliwa kwao Bwana. Ile neema kwa na damu yote ikafunuliwa kwao Baba. Napokwenda kuongoza sala toba Bwana, mahali popote alipo mtumishi wako Mungu, neema yako ifunuliwe kwake, mkono wako dhirike kwake Bwana. Neema kwa ifunuliwe kwake kapate kupata wokovu, na Yesu pate chana ya moyo katika jina la Yesu. Amina. Utanifuatisha maombi haya kama unatamani kuokoka. Sema Bwana Yesu, ninakupokea leo uwe Bwana na Mwokozi wangu. Naomba unisamehe. Ninaamini Bwana ulikufa kwa ajili ya kutafuta kilichopotea. Mimi nami ni mmoja hawa waliopotea,
maana kwa damu yako tunaoshwa dhambi. Mungu, katika damu ya Yesu natubu dhambi zangu ambazo nimezifanya kwa kuwaza, kunena na kutenda. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Leo naomba damu ya Yesu ioshe dhambi zangu zote ambazo nimezifanya zinazosababisha nishinde kukusikia, zinazosababisha nishinde kufuata maelekezo yako. Mungu, leo ninaokoka. Naomba damu ya Yesu inanunue leo nilikouzwa kwa sadaka, ndani ya jamaa, katika lugha, katika taifa. Damu ya Yesu inanunue na kunikomboa leo. Mungu Baba, ninahama kutoka ufalme wa giza, ninaingia ndani ya ufalme wako kwa damu ya Yesu. Ile damu iliyoninunua inikomboe leo kutoka ufalme wa giza, niweze kuingia katika ufalme wa Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Nakiri leo ninaokoka kwa neema yako, kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Natangaza leo nimeokoka, ninaachia tabia mbaya, uovu wote na machukizo yote. Leo ninayaacha kwa neema yako, kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, ile neema yako iokoe wanadamu ifunuliwe ndani yangu, ili nifundishe namna ya kuishi maisha ya utauwa, maisha ya utakatifu, na niweze kulicha jina lako. Katika jina la Yesu ninaamini, amen. Basi Mungu wangu akubariki. Ikiwa umeokoka, kuna namba zinapita hapo, naweza kanitumia namba kama mtumishi, nimeokoka na wanitajia kwa mkoa gani, ili kusaidia zaidi kwa ajili ya kukulia wakubia. Nasema wazi kama mtoto mliozaliwa sasa, kwani maziwa sio koshio, ili mpate kukulia wokovu. Kama umeokoka na nifuatilia Facebook au YouTube, unaweza ukatumia namba hiyo katika mtumishi naitwa fulani, niko safari, nimekuwa katika mafundisho ya siku ya leo. Utakapopata ujumbe, Mungu akubariki. Amen. Amen.